Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika ya Kusini anasema hakuna amani bila kujitawala kwa Wapalestina. Hii ni katika kujibu kile ambacho alikizungumza Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, akisema kwamba ataihakikishia Palestina amani isipokuwa si kuwa na taifa na kuwa na uhuru kama taifa linalojitegemea. Rais huyo wa Afrika ya Kusini amedai kusitishwa kwa mapigano mara moja na mchakato wa kisiasa utakaopelekea taifa huru la Palestina kuishi bega kwa bega kama inavyoishi Israel. Amani ya haki na ya kudumu katika Mashariki ya Kati haiwezekani bila kujitawala kikamilifu na kulindwa haki za kimsingi za binadamu kwa Wapalestina. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika ya Kusini alizungumza hayo akionya kwamba ukiukwaji wa mara kwa mara wa Israel katika makubaliano ya kusitisha mapigano ndio unaozidisha mzozo huo. Akihutubia wajumbe katika Baraza Kuu la 5 la African Nation Congress ANC huko Johannesburg, Ramaphosa alisema serikali yake ina wasiwasi mkubwa kwamba Israel imekiuka makubaliano ya Oktoba 10 ya kusitisha mapigano na Hamas karibu kila siku, licha ya makubaliano hayo kuwezesha kuachiliwa kwa mateka na wafungwa wa kisiasa wa Kipalestina. Amesema ukubwa wa uharibifu huko Gaza ambao Afrika ya Kusini inadai ni sawa na mauaji ya halaiki ulilazimisha Pretoria kuwasilisha kesi dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ mnamo Desemba mwaka 2023. Tangu wakati huo ICJ imetoa hatua nyingi za muda zinazoagiza serikali ya Israel kuzuia vitendo ambavyo vinaweza kujumuisha mauaji ya halaiki. Tangu kuanza kwa mashambulizi hayo Oktoba 7 mwaka 2023, zaidi ya watu 70,000 wanaojulikana kuuawa huko Gaza, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, Ramaphosa alisema. Alisisitiza matakwa ya Afrika ya Kusini ya kusitisha mapigano mara moja na mchakato wa kisiasa utakopelekea taifa huru la Palestina kuishi bega kwa bega na Israel. Hata hivyo, kwa mujibu wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, amesema kuanzishwa kwa taifa la Palestina ni mstari mwekundu kwa Israel na kwamba mpango huo utasababisha Israel isiwe na amani wakati wote ikiwa Palestina itakuwa inajitawala. Mataifa mengi duniani yamekuwa yakiamini juu ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina kusaidia eneo hilo la Mashariki ya Kati kupambana na ugaidi, lakini pia kutasaidia wapiganaji kama vile Hamas kurejesha silaha kwa serikali. Hata hivyo, rais wa Afrika ya Kusini alipanua wito wake kwa migogoro mingine ya kimataifa, akilani mateso ya kutisha yaliyosababishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan, ambapo zaidi ya watu 150,000 wameripotiwa kufariki, na kuthibitisha kuhusika kwa Afrika ya Kusini katika juhudi za amani zinazohusiana na vita vya Urusi na Ukraine. Ramaphosa aliangazia ujumbe wa amani wa viongozi wa Afrika aliyoongoza miaka 2 iliyopita kwenda Kiev na St. Petersburg, uliolenga kuzitaka Urusi na Ukraine kuendeleza mazungumzo. Mzozo huo umesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Mtazamaji, hayo ni ya Bwana Cyril Ramaphosa akimjibu Waziri Mkuu Netanyahu juu ya kauli yake kwamba Israel itaweza kuipatia amani Palestina lakini sio kuwa na taifa. Yeye akisema lazima kuwe na taifa huru la Wapalestina. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri duniani.